tupate nafasi ya kuketi. Nitasoma katika kitabu cha Yohana Mtakatifu. Yohana Mtakatifu sura yake ya 8 na mstari wake wa 31 hadi 32. Ni hayo mistari miwili peke yake ambao nitakwenda kusoma. Neno la Mungu kitabu cha Yohana Mtakatifu nasema 8:31. Basi Yesu akawaambia wale Wayahudi waliomwamini, ninyi mkikaa katika neno langu, mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli. Tena mtafahamu kweli, nayo hiyo kweli itawaweka huru. Haleluya. Ni hilo neno ambalo nataka kuzungumza asubuhi ya leo, kuhusu kujua ukweli utakuweka huru. Haleluya. Ukweli utakuweka uhuru. Basi unaweza kuketi nafasi yako. Haleluya. Wow. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu ya kwamba ukweli utakuweka uhuru. Na hii uhuru haitakuwa uhuru wa kawaida, na ukweli hautakuwa ukweli wa kawaida. Sababu kuna ukweli nakaa kama ukweli, na kuna kuwa na ukweli ambao ni ukweli. Ukweli ambao unakaa kama ukweli hauwezi ukakuweka huru. Lakini ule ukweli ambao ni ukweli wa Mungu, ukweli wa neno la Mungu, ndio utakufanya uwe uhuru. Na maandiko inasema vizuri, ni Yesu anazungumza na Wayahudi waliomuamini. Yesu hajazungumza na Wayahudi ambao hawajamuamini. Yesu anazungumza na watu ambao wamekubali kuwa pamoja na yeye, wamekubali kusadiki maneno yake, wamekubali kuchangia safari pamoja na yeye. Lakini kuna jambo la kusikitisha sana na kubwa na cha mshangao mkubwa sana, ya kwamba Yesu akisema nao hawa Wayahudi ambao waliomuamini. Na hii inafika katika maisha ya watu wengi, ya kwamba huo unafikiria watu ambao uko nao, unafikiria kwamba kweli mko pamoja na wao. Watu unaweza kuwa pamoja nao, lakini hamuko pamoja nao. Kuna watu wanaweza wakakufuata na wakakubaliana na jinsi unasema, lakini usifikirie kwamba ni kweli wako pamoja na wewe. Kuna watu wanaweza kusema tuko pamoja, lakini ni shingo upande tu, shingo upande. Hamuko pamoja. Sababu ile kitu ambacho atakuja kufanya ujue kwamba mkua pamoja ni wakati ambapo kutatokea na jambo. Wakati tukio litatokea ndio utajua, oho, kumbe hatukuwa pamoja na wewe. Ulikuwa unanitia moyo, kumbe hiyo kunitia moyo hatukuwa pamoja na wewe. Ulikuwa unanifariji, kumbe hiyo faraja haikukuwa pamoja. Ndio, tuko pamoja, tuko pamoja. Na ndio maana unasikia Biblia inakuambia kwamba kuna baraka kwa wakati ambapo watu watakuwa pamoja kwa umoja. Sababu watu wanaweza kuwa pamoja na hawako kwa umoja. Ni rahisi watu wakuwe kwa kanisa moja lakini hawana ushirika moja, hawani mamoja, maono yao haiko mamoja, nia zao haziko pamoja, fikra zao haziko pamoja, na wanasema tuko pamoja, sisi ni wa kanisa fulani, lakini ukiangalia njia zao haziingiani hata pamoja hata kidogo. Na Yesu akisema na Wayahudi waliomuamini, ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, mtakuwa wanafunzi wangu kweli kweli. Ni watu wanamfuata lakini hawajakuwa wanafunzi wa Kristo. Ni watu wanamfuata Kristo lakini neno la Kristo halijakuwa ndani yao. Ni fani sana. Lakini ni wamemuamini, lakini neno la Kristo haliko ndani yao. Lakini hawajakuwa wanafunzi wa Kristo kweli kweli.
Nimesema vizuri ya kwamba na hii uelewe, hata katika nyumba yenu, hata katika nyumba yako, hata katika kampuni, hata katika biashara yako, kuna watu wanasema tuko na wewe, lakini acha mtihani ufike ndio tajua kwamba hamuko pamoja na yeye. Na Yesu alijua hawa watu wako namna gani. Alijua mawazo yao, alijua nia yao, alijua maono ambao wako na ni wengi kweli. Yohana Mbatizaji akufanya wanafunzi wengi kama Yesu. Yesu alikuwa na wanafunzi wengi kuliko Yohana Mbatizaji. Ingawa Yohana alitangulia Yesu, lakini hakukuwa na wanafunzi wengi kama vile ambao Yesu alikuwa nao. Lakini pamoja na kuwa na wanafunzi wengi, Yesu anawaambia hawa watu ya kwamba wale Wayahudi waliomwamini, ninyi mkikaa ndani yangu. Kumaanisha wako na Yesu lakini hawakai ndani ya Yesu. Ni kumaanisha kwamba hawa watu maono ambao Yesu yuko nayo, wao hawana hiyo maono. Hallelujah. Sikiza hapa fani. Eti kwa sababu wamemwamini ndiyo, lakini cha ajabu ni ya kwamba hawajakaa, neno lake halijakaa ndani, na ndio maana inafanya kwamba hawajakuwa wanafunzi wake kweli kweli. Sababu ni cha ajabu sana, watu wanasema sisi ni watoto wa mtu fulani, baba yetu ni fulani, sisi ni wa ukoo fulani, lakini ukiangalia ile mambo wanafanya ni opposite sana na ule baba yao. Ni opposite na maneno ambayo baba yao yuko nayo. Ni opposite na ile vision ambayo huyu baba yao yuko nayo. Na siku moja Yesu aliwapitisha katika mtihani. Ukisoma maandiko nasema kitabu cha Yohana hapo 6, utakuja kugundua siku moja walifanya safari kabisa kutafuta Yesu. Na wakati ambapo walipogaramika kutafuta Yesu, Yesu aliona nia ambayo wako nayo, kwa sababu jana walikuwa wamekula mikate, wamekula na kunywa, wakashiba kabisa. Na sasa wakati ambapo walimpata Yesu, wakafurahia sana. Tuna Yesu, kumbe ulikuwa umeenda wapi? Tumekutafuta sana. Lakini Yesu akaona nia yao. Hawa watu haiko kwa sababu ya kuwa wanafunzi wangu, lakini kwa sababu ya kile kitu ambacho mimi ninatoa cha kuwasaidia. Yaani kuna watu katika maisha wako namna gani? Wanaweza kuwa kwako kwa sababu ya unawapeaga kitu, sababu wanakulaga, unawapeaga mashauri, ndio wanaweza kuwa kwako kwa sababu ya ushauri tu, hiyo tu peke yake. Na siku utaacha kuwashauri, hawako tena pamoja na wewe. Na siku utaacha kuwalisha ama kuwalipia nauli, hamtatembea pamoja na wao. Siku ile ambapo utasema kwamba sasa hapa hakuna mambo ya ile kitu ambacho nafanyaga, leo nafanya kitu kiko opposite, njoo utajua ni nani yuko pande wako na nani ambaye hayuko upande. Na Yesu akawa challenge, akawaambia namna gani? Nyinyi hamnitafuti kwa sababu ya ishara na miujiza, mnatafuta ni kwa sababu ya ile mikate ambao mlikula, ndio maana mnatafuta, mnanitafuta. Na sasa leo nataka kuambia kitu gani? Leo hamtakula hiyo mikate, leo mtakula ni mwili wangu, na leo mtakunywa damu yangu. Hii maneno ikakuwa ngumu kwao. Kwa sababu gani? Hawakukuwa na nia ya kuwa wanafunzi, walitaka waishi tu watu wa kufuata Yesu. Nia yao, mawazo yao, maono yao haikukuwa kwamba kusema wakuwe wanafunzi wa Kristo. Hapana. Yesu alijua mawazo yao ni ya kwamba hawa watu nia yao ni ya kwamba wakikula na waishie hivyo, lakini si kwamba wakuwe wanafunzi wake. Sababu mwanafunzi ni mtu ambaye anapaswa kushiriki mafundisho ya mkufunzi wake. Anapaswa kukua na kuiga ile maono ambayo mwalimu wake yuko. Anapaswa kutembea na jinsi mwalimu wake anataka atembee. But hawa watu walikuwa opposite. Sikiza nikwambie kitu moja fani.
Wanafunzi walikuwa wengi sana, wamejaa wengi. Na wakasema namna gani? Hii maneno ni ngumu. Hii maneno ni ngumu kwetu. Hatujawahi kusikia kitu kama na hiki. Sababu kuna wanafunzi ambao wanataka vitu ambavyo viko rahisi. Wanafunzi, kama wewe ni mwanafunzi, ukitamani sana vitu ambavyo viko rahisi, hautakuwa mwanafunzi wa Kristo. Vitu ambavyo viko rahisi tu, ni kawaida tu, hautawahi kuwa mwanafunzi wa Kristo. Yaani ni watu ambao wanataka maziwa, hawajataka kula nyama, hawajafikia ama hawataki kufikia kiwango cha kula mifupa. Ni watu ambao wanataka maziwa tu peke yao, ni kumembelezwa tu. Hapa kuna kuanga na discipline zingine ambazo ili kuwe mwanafunzi. Kuna discipline zile ambazo lazima ufuatilie ili uwe mwanafunzi. Na hapa hawa Wayahudi, hawa wanafunzi walikuwa wengi, na wote wakatawanyika, wote wakamwacha Yesu, na Yesu akabaki na mitume sasa. Ndio maana nakuambia mtu wa Mungu, hapana wakati mwingine kusema kwamba niko na watu. Na hata unaweza tengeneza WhatsApp group ukaona kweli niko na watu wengi. Kwa hivi kwa mtandao wangu yangu ya Facebook nimefikisha 1500 na nimepitisha mpaka nimefungua account nyingine, watu wamejaa. Lakini katika siku moja posti tu kitu ambacho wewe kitakusaidia kesho, watu wengi watalift. Na utashindwa na yule mtu ambaye anakuaga na kucomment wakati unavaa vizuri. Anasema you look nice, you look very my friend. Yeye ndio number 1. Ame left. Na huyu anasema wewe ni mtu mzuri, wewe unakuwa smart kila siku, uko sharp, wewe unakaa handsome, unakaa beautiful. Na acha nikwambie, siku ile tu ambao utaposti kitu ambacho kinahusu ile shida ambayo unapitia, ndio number 1 kucomment. Na watu wengine wanakujaga kwa mtandao ni kutaka tu, wengine ni uongo tu, wengine na unashindwa kweli. Na ni wewe tu unakuwa unanisifu. Wewe ndio unanisifiaga kila wakati. Kwani kuna kuaje uongo? Ujue mnakuaga naye lakini hamuko pamoja naye. Hawa wanafunzi wakatoka wote wakatawanyika na hawakumfuata tena Yesu. Yesu akabaki na mitume na akauliza mitume, je, na nyinyi hamkuondoka? Kwa nini na nyinyi hamjaondoka? Ndugu, kuna mtu anaweza kuwa rafiki yako tu kwa sababu ya ile kitu uko nacho, basi. Lakini hayuko wa kuendelea na wewe, na hayuko pamoja na wewe. Msaidie, na wakati msaada utaisha, tuishie hapo. Story ishia hapo. Na Yesu akitaka kuambia wanafunzi waliomwamini, hawa ni watu waliomwamini, ninyi mkikaa ndani yangu. Hapa kuna tatizo kubwa sana katika mwili wa Kristo. Kwa sababu gani? Ni kama watu walitoka katika misingi ya neno la Mungu. Kwa sababu gani? Kanisa kama haliishi katika neno la Mungu, litakuwa limetoka katika msingi wa Kristo. Kuishi katika neno langu. Ninyi mkikaa katika neno langu, ndio mtakuwa wanafunzi wangu kweli, na sio kweli peke yake, kweli. Kanisa la Agano Jipya limeanza na msingi wa neno. Maandiko yanasema namna gani? Kitabu cha Matendo ya Mitume 2 mstari wake wa 42. Wakawa wakidumu katika fundisho la mitume, na katika ushirika, na katika kuumega mkate, na katika kusali. Hii ni foundation ambayo ilikuwa katika kanisa la Agano Jipya, ya kwamba walidumu katika neno, walidumu katika mafundisho, walikula neno, waliishi neno. Sababu kile kitu ambacho unakula ndicho kitu ambacho utakachofanana.
Kile kitu ambacho kiko ndani yako ndicho kitu ambacho utakachoongea. Kile kitu ambacho utakachoona ndicho kitu ambacho utakuwa na mtazamo nacho. Lakini baadhi ya watu wengi wanajipata, unasikia mtu anakuambia kama mimi sijui kama nitafanya namna gani. Kwa sababu gani? Hakuna word. Mtu akiishi neno atakuwa anajua kutembea ndani ya neno, na atafanana neno. Sababu ni vizuri ama inakubalika ya kwamba mwanafunzi afanane mwalimu wake. Lakini cha ajabu ni ya kwamba wanafunzi wengi hawataki kufanana mwalimu. Kwa sababu gani? Kuna mambo ambayo wao wanalenga kwa mwalimu tofauti na maono ya mwalimu. Na ili kanisa ili lisucceed walidumu katika mafundisho. Foundation yetu inatoka katika mafundisho. Hapana kusema kwamba unaona kanisa zingine ambao unakuta muda masaa 3 masaa 4 ni ya entertainment. Inafika wakati wa neno dakika 5, mhubiri anasema dakika 5 tu na tumalizie. Sasa tushukuru, tulishaimba, tulishafurahia. Never. Acha nikwambie, kipindi ya neno ni kipindi ya neno. Kanisa liliishi katika mafundisho, liliishi katika neno, lilidumu ndani ya neno. Na katika neno walifanya namna gani? Katika ushirika, fellowship. Na katika ushirika ilikuwa pia na katika kumega mwili wa Kristo. Baada ya hapo walifanya namna gani? Katika sasa sala, katika maombezi. Hii ilikuwa foundation ya kanisa la Agano Jipya. Sasa hawa wanafunzi hawakudumu ndani ya mafundisho. Na ndio maana unakuta mara nyingine kwamba inakuwa ngumu hata kuconvince mtu. Kwa sababu gani? Hauna neno. Utamconvince namna gani? Utaconvince mtu namna gani akuje kwa Kristo na wewe hauna neno? Unajua wakati mwingine majaribu mengine tunaona ni kama inaweza kujibika tu na maombi. Majaribu mengine yanahitaji neno. What is the word says? Hata Yesu alijaribiwa na ametoka kwa maombi, ametoka kufunga. Mjaribu alikuja, lakini jibu ilikuwa imeandikwa. Imeandikwa. Unajisikia wa Kristo anakuambia mimi sina neno mimi sina neno. Mimi nasema kitu moja, ukose maneno lakini usikose neno. Kosa maneno sababu wewe ndio hauna hako maneno, lakini usikose neno. Mtu asikukujie wewe wakati ambapo anapitia challenges kisha useme kwamba sina hapa sina neno hata na mimi ambayo nitakuambia. Utakosa neno sababu kuna neno ndani yako. Hallelujah. Wanafunzi waliomwamini Yesu anataka kuwa challenges. Kwa sababu gani? Anaona maono na nia yao iko tofauti sana, opposite. Lakini sisi tuko na nia moja. Lazima tuwe na nia moja kujua tunamfuata, tunakuwa wa nani. Lazima ufanane bwana yako. Lazima ufanane mkufunzi wako. Na Yesu akaona nia ya watu. Hao watu hawana haja ya kuwa wanafunzi. Sababu hata mwanafunzi ukipigwa siku moja ni kumaanisha sasa unaachana na mwalimu wako? Hapana. Ukikemewa siku moja ama ukikemewa hata ukizoea kukemewa, si kumaanisha kwamba huyu hata kwa mwalimu wako. Sasa unasema kwamba iko siwezi fatana nayo kwa sababu gani? Huyu mwalimu anakuaga mkali sana. Kama ni mkali ndio yeye ndiye mkali, lakini anataka namna gani? Shika kile ambacho anakufunza. Wanafunzi waliomwamini lakini walitoroka. Kwa sababu gani? Hawakukuwa na nia ya kuwa wanafunzi. Na Yesu anambia nyinyi mkikaa ndani yangu mtaijua kweli. Na hiyo kweli sasa hapa ndio nataka kusema namna gani hiyo kweli ambayo Yesu anataka kutusaidia nayo. Mwanafunzi mzuri anashika maono ya mwalimu. Anashika line up ya mwalimu. Mwalimu anataka nini? Makusudi yake ni nini? Na hawa watu hawakuwa tayari. Walikuwa na haja ya kukula. Walikuwa tayari kwa kukula lakini hawakuwa tayari kwa kuwa wanafunzi. Tena mtafahamu kweli, nayo hiyo kweli itawaweka huru. Mtafahamu kweli. Sikiza, katika maisha ambao tunaishi ndani, maisha ya wokovu, maisha ya nje ya wokovu,
Wakati wote ambao mtu hatajua kweli, ni kumaanisha atakuwa iko ndani ya giza. Ni kumaanisha mtu atakuwa kwamba iko ndani ya kifungo. Ni kumaanisha kwamba huyu mtu atakuwa hana mwanga katika maisha yake. Sababu ukweli ndio unamfanya mtu kuweza kuelewa anaelekea wapi, na kuweza kutambua hii jambo ni jambo gani. Sababu kuna mambo mengine ambapo kama katika maisha kama haujui kweli utakuwa umepotea hata ujui unaishingi namna gani. Hata unasikia watu wanakuambia namna gani, mimi niko hivyo tu. Mimi ninaishi tu hivyo. Mimi ninaishi hivyo tu. Unaishi hivyo tu aje? Ninaishi naye hivyo tu, lakini sababu kuna mambo mengine sitaki kuvuka, sitaki kujua sana. Sababu kuna watu wengine, sababu kuna katika ukweli, kuna ukweli ambao utakufanya uwe huru kweli, na kuna ukweli ambao unaweza kukufanya kupotea kabisa. Kuna ukweli ambao uko na Mungu na uko ndani ya neno la Mungu, na kuna ukweli ambao unakaa kama ni ukweli lakini si ukweli. Ulishakaona kitu inakaa ni kama kweli lakini si kweli? Na hii utakuja kujua baadaye, wakati ambapo mtu ulishapoteza njia na alikuwa ananiambia kumbe haikukuwa kweli, na hiki kitu nilikuwa naona ni kama ni kweli lakini kumbe haina. Ili kitu ambacho takusaidia wewe kujua kama hii ilikuwa kweli kabisa ni kwa sababu gani? Kuna nuru ya neno la Mungu ndani yako. Lakini kama hakuna nuru ya neno ndani yako, utakaa ndani ya giza. Baadaye utakujaka kujitambua baadaye, haki niliumia hapa. Sababu kuna kweli ambao Mungu anaweza taka ujue, na kuna kweli nyingine Mungu hawezi taka ujue. Sababu ukijua, life inaharibika. Unaanza kuishi stress. Kuna wengine unasemaka afadhali nisingejua. Ni ukweli ndio, lakini unakuwa afadhali nisingejua, kwa sababu sasa vile nilijua tu na njoo mambo yote iliharibikia hapo. Amen. Sisi tunahitajika kujua ukweli. Amen. Unaelewa kanisa la Beroya? Kanisa la Beroya lilikuwa tofauti sana. Hao watu walikuwa wanajua neno, na hata Paulo akifundisha wao wanacheck neno linasema namna gani. Tofauti sana. Sasa mtafahamu kweli, na hii kweli nataka kuileta, sababu ukweli na uongo ni vitu mbili ambavyo vinatembea pamoja na vinakaribia kufanana. Hii kweli na uongo vinakaribia kufanana. Umewahi kudanganywa na ukaona hii ni kweli? Ukaona hii ni kweli, lakini ukikuja kukaa chini unakuja hii kumbe haikuwa kweli. Si unaona hata news. Kuna news zingine ambazo zinakaa ni kama saa hizi mtandao inakuwa na vitu ambavyo vinakaa ni kama kweli. Kuna mtu ambao unaona ni kama maisha yake hii real life, kumbe sio real life. Mtu ametengeneza game kidili tu, na nyinyi mna link, mna share, mnampea view, unaona huyu mtu kweli, kumbe baadaye kuja kugundua haikuwa ukweli kabisa. Ni kama vile maandiko yanasema, acha tuende kwa hii ukweli ya kwanza. Mungu ana ukweli wake ambao unaweza kukuweka. Unaona? Ni roho ya shetani. Na ndio maana kanisa la Mungu, sisi kama kipindi ambacho tulicho nacho, lazima Mungu atujalie tukue na roho ya utambuzi. Anti wako anaitwa Debora, ndio kuka wako anaitwa Asiaka. Wengine unasikia na ni kweli, jirani yenu ule jirani yako sana kuaga manager wako akampuni. Ni kweli, hiyo yote ni kweli, lakini bahati hii ni ukweli ambao hauko ukweli wa kukuweka huru kweli, ama ukweli wa Mungu. Huu ni ukweli ambao uko na ulimwengu wa giza. Na ndio maana acha nikwambie, shetani si kwamba hakujui. Ana ukweli ya kwamba ulianguka jana, na hiyo ni ukweli, hawezi danganya. Lakini kitu moja ya kwamba ukweli ule ambao ni ukweli wa Mungu hakujua wakati ambapo ulitengeneza. Unaona vita ambao alikuwa nayo mpaka kutaka mwili wa Musa alikuwa nataka kuupigania. Alijua Musa kuna mahali aliasi.
Musa huko Misri alikuwa ameua mtu, lakini kitu moja fani ni ya kwamba hakukuwa anajua kama Musa alikuwa ametengeneza na Mungu wake. Alikuwa na haki kweli, ni kweli, hiyo yote ni kweli. Akileta mashtaka kwa Mungu inakuwaga ni kweli, lakini kitu moja tu ya kwamba ukweli ule mwingine ambao uko na Mungu ndio ambao hakujua. Genesis 3:3 nasema aje? Lakini matunda ya mti huu ulio katikati ya bustani Mungu amesema msiyale wala msiyaguse, msije mkafa. Nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa. Kwa sababu gani? Kwa maana Mungu anajua ya kwamba siku mtakayokula matunda ya mti huo mtafumbuliwa macho, nanyi mtakuwa kama Mungu, mkijua mema na mabaya. Ni hakika Mungu ana uhakika wake wa kweli kabisa, na shetani naye anakuaga na uhakika wake, na utaona ni kama ni ukweli, but finally hapo mwisho ukikaa chini ndio unakuja kuona hapa mwisho kuko kubaya. Sababu shetani hawezi anza mwanzo akakuonesha kubaya, gisi ubaya kutakuwa huko mwisho. Anaanza anakurembeshea hapa mwanzo, na wewe ukirembeshwa hapa mwanzo unaanza kuona hakika hapa ni kama na mwisho itakuwa tu hivyo. Huyu mtu anakaa mzuri sana kabisa, lakini haujui mwisho wake. Hakika anajua kama Mungu anajua kama mkikula kwanza mtafumbuka macho, na Mungu amewaambia namna gani, hakika mkikula hii tunda hapa mtakufa. Sasa shetani ndiyo kazi ya shetani, yani ukweli wake unakaa ni ukweli, lakini sio ukweli wa ukweli. Sasa hapa wakati ambapo amekujia mwanamke, na ilikuwa kitu fani sana, mwanamke anakujiwa aje, mbona akukujia mwanaume? Huyu mwanamke alisahau roli yake. Huyu Eve asingekuwa mbali na Adam. Kwa sababu gani? Yeye alikuja ku accomplish mission ambayo Adam alikuwa nayo. Ilikuwa wrong sana kusema kwamba amepatikana aje peke yake, shetani anamvamia aje. Mission yake alikuwa namna gani? Kukuja kwa msaidizi wa amekuja aje peke yake. Ni kama sisi, ni kitu moja cha kusikitisha sana kusema kwamba eti Mkristo ameokoka lakini hana Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu tumeachiwa kama msaidizi wetu. Inakuwaje unakuwa bila Roho Mtakatifu? Utafaulu kweli? Hautafaulu. Na hapa mwanamke eti sasa amekuwa peke yake aje akifanya nini? Sasa jamaa amemkujia. Nimeona ni kama nyinyi hamjaelewa. Na kwani hamkuli hii jamaa? Mkuli tunda. Mungu alisema aje? Na unajua kisi shetani anakuaga, anakuletea ka story katamu ukiingia box na nafunga na kufuli. So long as umepatikana tu umekubali kushare na yeye, bas. Hapa namna gani? Mungu anajua, hakika Mungu anajua mkikula. Maana Mungu anajua kabisa, hakika mkikula tu. Mkikula, hata anakuambia mtakuwa mnaona vizuri. Mungu anajua kama mtaona sana. Na kwanza sio kuona peke yake, na mtajua mema na mabaya. Na japo sio hiyo peke yake, na kwanza sasa hata nikwambie, mtafumbuliwa macho na mtakuwa kama yeye. Sasa mwanamke akajua kukua kama Mungu. Jamaa hata wewe kukua kama Mungu. Acha nikwambie, kuna watu wanakuambia mimi nimetosheka na hii maisha ambayo niko nayo. Uongo yako. Umetosheka aje? Hii dunia umetosheka? Hakuna mtu anataka akae gisi tu iko. Kuna mtu anasema ningekuwa na maisha kama ya fulani. Na hapa shetani ndio amekuramba sasa. Nikuwe sasa kama nikae kama fulani. Aje. Shetani amejua kama huyu hawa wakikula tu basi wao na Mungu, utafanana na Mungu aje wakati ambapo umeasi kwanza Mungu. Wewe utafanana aje na Mungu? Kwanza umeasi kisha ufanane na Mungu. Inakuwa namna gani? Mungu alisema msikule, lakini hakika siku mtakula mtakufa. Na yeye anakuja Mungu anajua. Mungu hapa ni Mungu amewachezea tu karata. Nikutaka tu msiwezi kufanana na yeye. Inabidi mjue mema na mabaya.
Mwanadamu nawe ni nani? Haki. Na hiyo maandiko yanasema namna gani? Hiyo mti ilikuwa wa kutamanika kwa macho. Akasema namna gani? Hapa siachi. Na ilikuwa kutamanika kwa sababu gani? Alishapewa information. Information iko na power. Mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula, wapendeza macho, nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa, basi alichukua matunda yake akala, akampa na mewe, naye akala. Hakuna option nyingine, tukule tu sote. Naye akala. Jamani, mbona kama ameanguka uende kuangusha na mwingine? Anakuwa kama Pita kama unataka wewe kurudi kuvua samaki, wende peke yako. Lakini ukisema unawaambia hao ili wafanye mna gani? Si ili nao wakufuate. Kani kuna watu kwa maisha akitaka kuanguka, hataki kuanguka peke yake. Tuanguke sote. Sikiza. Kuna vitu vingine ukitaka kujua kwa maisha vinakuumiza tena wewe. Sikiza. Kuna kweli nyingine ukitaka kujua kwa maisha ni wewe inakuumiza tena. Na ndio maana maandiko yanatuambia namna gani, kitabu cha Kumbukumbu la Torati 29 mstari wake wa 29. Ya kwamba mambo ya siri ni ya Bwana Mungu wetu, lakini mambo yaliyofunuliwa ni yetu sisi na watoto wetu milele, ili tufanye maneno yote ya sheria hii. Unajisumbua sana, nataka tu nijue. Nataka tu acha nikwambie, kuna vitu vingine ukitaka kujua, ukitaka kabisa kujua, ni wewe utakuwa unaumia. Sasa niambie, hii shetani aliingia hapa kula, hiyo Mungu alijua mtafanana na. Acha nikwambie, ndio maana unakuta mara nyingine kwamba watu wengine hata katika ndoa hawashare hata simu. Simu ya mzee iko na password kama ngapi? Kila kona iko na password. Ama simu ya mama iko na password kona zote, mpaka kwa Facebook iko na password, mpaka kwa WhatsApp iko na password. Wewe kuingia tu, yani unashindwa utaanzia wapi uishie wapi. Hiyo simu ikianguka ni siri yake na Mungu. Na wewe ukikazana, nataka kujua tu, nataka nifungue wewe unakuwa sasa ni wewe unaumia mbaya. Unataka kujua tu. Kuna mambo mengine ambayo ni ya siri na Mungu anaacha ikuwe hivyo, sababu ukijua huyu mtu nakwambia na ndoa inaishia hapa. Huyu mtu ukijua kama ni yeye anaongeaga against na mambo yako, urafiki unaishia hapo. Huyu mtu ukijua ni yeye anaendaga kwa wachawi kwa sababu ya life yako, hapo sasa ushirika umeishia hapo. Ndio nakuta mara nyingine kwamba vitu vingine Mungu anaweka kwa siri, sababu ukijua labda hata kamoyo kako ni kadogo. Wewe ukijua hata usiku mzima ni kulia tu, majozi tu, hata ukiulizwa unasema namna gani, haki alikuwa ananificha. Nimejua sasa leo, ndio maana simu yake atakaki nifungue mahali fulani, ndio maana atakaki tuende naye mahali fulani. Kumbe iko hivi, sababu Mungu alitaka ukijua tu wewe utapasuka na unakosa hata kuomba hiyo usiku. Kuna vitu vingine ukitaka unataka nijue tu, nataka nijue. My friend, wewe acha nikwambie, hata katika mwili wako kuna gisi unakuaga unahisi sometime. Ukienda kujua tu, unasikia na mtu baada ya siku 2 mtu ameenda. Sababu mshtuko wa moyo ulimpata, kukuwa natarajia kama ni hiyo magonjwa atapatikana nayo. Hukukuwa unajua kama ni aunti yako ndio mwenyewe anakuendeaga kinyume na mambo yako. Nimejua kuanzia leo aunti, mimi na wewe iishi hapo. Na labda Mungu alitaka usiweze kujua hiyo mambo ili isikuumize wewe. Leo nimejua siri. Acha nikwambie, mambo ya siri ni ya Mungu, mwachie Mungu. Na ile amekufunulia, shukuru nayo, tosheka nayo. Unataka kujua beyond, acha nikwambie, ukienda beyond utaenda kuumia huko. Unakuta na mchungaji wangu kumbe na ananiambiaga na nikuaga na nisifia hivi, kumbe yeye anaendaga karibu nikifanya hivi. Na huyu rafiki yangu, best wangu wa karibu, bestie, my friend, unakuja kujua sasa kumbe sio bestie, kumbe ni devil.
basi inaishia hapo. Na labda acha nikwambie, kupitia ule udevo wake Mungu alitaka kumfanya kuwa daraja ya kukuconnect na hatima yako. Sikiza. Yusufu angejua kama ndugu zake ndio watamuuza, Yusufu angeenda hiyo siku kwenda kupeleka chakula kuangalia ndugu zake. Hangeenda, angeambia dadi, nimejua nia ya ndugu zangu. Lakini hawa wakuwe mwiba kwake, na kisha kesho yeye akuwe faraja kwao tena. Unaona huu ukweli? Inakaa ukweli kabisa, lakini baada ya hapo itakuumiza. Kuna vitu vingine acha kujisumbua navyo. Na ndio maana naonaga ukichukua simu unaenda kwa kona, unaenda kwa choo, kuna kwaga namna gani? Message ikiingia unakwaga unaongea, unajificha nayo. Shida inakwaga ni nini? Acha nikwambie, acha jifiche nayo, sababu ukijua inaishia hapo. Si uliona wengine wanauana wanakata paka panga. Mapanga inaenda inakata shingo ya mtu, sababu alijua siri yenyewe. Kumbe ni hivyo. Hapa kuna siri. Hapa kuna siri. My friend, acha nikwambie, kuna ukweli mwingine acha kujisumbua nao, ili usikumalize kesho. Hivi angekuwa mwerevu, asingekubaliana na shetani. Lakini kwa sababu alitaka, kumbe hapa kuna ukweli Mungu alikuwa anatuficha. Sasa baada ya hapo kulienda namna gani? Sababu unaweza kufa kiroho na uko hai kimwili. Unaweza kufa kiroho kabisa na kimwili unaonekana uko sawa. Baada ya hapo kulienda aje? Alijipata chini ya mchanga. Alijipata maisha imeharibika. Maisha imekuwa sasa ya kustruggle. Cases ndio hizo zikaingia. Kifo sasa ikapata na nguvu. Kwa sababu gani? Ya ukweli ambao si ukweli kabisa. Hii ukweli haingimweka huru. Sasa ukweli ambao Yesu uko nataka kusema hapa, ule ukweli ambao utakufanya kuwa free. Tena mtafahamu kweli, nayo hiyo kweli itawaweka huru. Yesu kuna ukweli ambao nataka sisi tujue ili utuweke kuwa huru. Tuishi katika maisha ya kufikiria ni kama kuna ukweli ambao uko ndani ya Kristo. Na maandiko yanasema namna gani? Acha tuguse hii ukweli. Time yetu iko sawa kidogo. Yesu kwanza ndiyo ukweli. Yeye ndiyo kweli. Kitabu cha Yohana Mtakatifu, Yohana 14 mstari wake wa 6. Anasema aje? Yesu akamwambia, mimi ndimi njia. Kwanza yeye ndiye njia. Na jambo la pili anasema namna gani? Na kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Mimi kwanza ndiye njia na kweli. Yaani mtu akimjua Kristo already amejua kweli. Wanafunzi walikuwa na kazi kubwa ya kutokujua. Kwa sababu gani? Walikuwa hawajajua kwanza maono ya Yesu ama kumjua Yesu ni nani. Hawakukuwa najua kwanza kwamba Yesu ni nani. Uliona hata Filipo alikuwa anauliza, na sasa unatuambia namna gani kuhusu mambo ya Baba? Ukiniona mimi umeona, sababu Baba yuko ndani yangu na mimi niko ndani ya Baba yangu. Sasa Yesu, ukitembea na Yesu kwanza jua kwamba umetembea na mwangaza. Na hiyo mwangaza inakuwa ni kwa sababu gani? Ya word. Yeye ni kweli na neno lake kwanza ndiyo kweli. Hakuna kweli ambayo iko ndani ya vitabu zingine. Hakuna ukweli ambayo iko ndani ya familia zingine. Hapana, ukweli uko ndani ya Kristo peke yake. Na hii ndiyo ukweli. Na hakuna mtu ataenda kwa baba yake. Unasikiaga dini zingine wanasema namna gani? Sisi tuko na direct tu na Mungu. Hakuna mambo ya direct na Mungu. Hata wakati wa Musa walikuwa wanakuja kwa Musa, tupeleke kwa Mungu wako. Na wakati tuko nao ni Yesu ndio anatuconnect na mbingu. Yeye ndio kweli. Yeye ndio ana ukweli.
Na ukimjua yeye na ukikaa ndani yake, hiyo ukweli inaweza kufanya kazi na wewe. Na hata kuongea kwako utaanza kuongea na ukweli. Kwa sababu gani? Huu ukweli uko ndani yako, hautakufanya uanze kudanganya ama uanze kudanganywa. Ukweli, mtaujua kweli. Na sisi tunahitajika kujua ukweli. Ni huu ukweli utakufanya kwamba uwe na uhakika hata mahali unaishi kwamba hakuna mchawi anaweza kuniroga. Siwezi mimi, kama naishi hivi, ninaishi kwa sababu ya Kristo, na sababu ninajua huo ukweli uko ndani yangu ya kwamba Yesu akisema amesema. Basi. Sikiza kweli ya pili. Ukweli wa pili ni Roho Mtakatifu. Kitabu cha Yohana Mtakatifu 16 mstari wake wa 16:13. Lakini yeye atakapokuja, huyo Roho wa kweli, atawaongoza awatie kwenye kweli yote. Kwa maana hata nena kwa shauri lake mwenyewe, lakini yote atakayoyasikia atayanena, na mambo yajayo atawapasha habari yake. Sababu Yesu huwezi mtenganisha na Roho wa Mungu. Yesu huwezi mtenganisha na Baba yake. Sasa huyu ndio msaidizi ambao tunajua kwamba huyu ndio anakuja kufunza watu, kwa sababu yeye kuna kweli yote. Yaani kuna maanisha kwamba wakati Yesu alikuwa amepaa, hawa watu ili wasisahau, ili wasipotoke, ili wasiende katika njia za uongo, ndio maana nasema namna gani, huyu Roho ndio ambaye atakayewaongoza katika kweli yote. Ndio atakayewafundisha kweli yote. Kwa sababu yale niliwafundisha ninyi mnaweza ukapotoka mkasahau, lakini huyu atakuwa kwa kuwakumbusha kila wakati. Na ndio maana unasikia Biblia inasema namna gani, watu wote ambao wanaoongozwa na Roho wa Mungu au ndio wana wa Mungu. Sababu huyu msaidizi akikosa kuwa karibu na wewe, akikosa kuwa pamoja na wewe, obviously utaenda wrong way. Utaenda wrong. Utafanya mambo ambayo iko kinyume against. Na sababu gani? Hauna huyu Roho wa kukuongoza. Huwezi ukajua ukweli na roho wa giza. Never. Roho wa giza hawezi kukuonesha ukweli. Roho wa nuru ambao ni wa Kristo ndio anakuaga anaongoza watu katika kweli. Na hapa Mungu ama Yesu alitaka kwamba hao wanafunzi wakikaa ndani ya neno lake watafahamu hiyo kweli, na hiyo kweli ndio itasababisha wao wawe na freedom. Sababu kama hauna ukweli uko katika kifungo, hauna freedom hata kidogo. Unaangalia prodigal son. Tupe mfano moja tu. Najua shetani anaweza kudanganya wakati ambapo umesahau njia. Luka 15. Angalia mstari wa 10 na ngapi? Hiyo ni Waroma. Okay, sawa. Akasema mtu mmoja alikuwa na wana wawili. Yule mdogo akamwambia baba yake, baba, nipe sehemu ya mali iliyo urithi wangu. Akawagawia mali yake. Na baada ya siku zisizokuwa nyingi, yule mdogo akakusanya vyote, akasafiri kwenda nchi ya mbali, akatapanya mali zake huko kwa maisha ya uasherati. Alipokuwa amekwisha kutumia vyote, njaa kubwa iliingia katika nchi ile, yeye naye akaanza kuhitaji. Akaenda akashikamana na mwenyeji mmoja wa nchi ile, naye alimpeleka shambani kwake kulisha nguruwe. Akawa akitamani kujishibisha kwa maganda waliokula nguruwe, wala hapana mtu aliyempa kitu. Alipozingatia moyoni mwake, akasema, ni watumishi wangapi wa baba yangu wanaokula chakula na kubakiza, na mimi hapa ninakufa kwa njaa. Nitaondoka, nitakwenda kwa baba yangu na kumwambia, baba, nimekosa
juu ya mbingu na mbele yako. Sistahili kuitwa mwana wako tena, nifanye kama mmoja wa watumishi wako. Akaondoka akaenda kwa babaye. Alipokuwa bado mbali, baba yake alimuona, akamwonea huruma, akaenda mbio, akamwangukia shingoni, akambusu. Yule mwana akamwambia, baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako, sistahili kuitwa mwana wako tena. Lakini baba aliwaambia watumishi wake, leteni upesi vazi lililo bora, mkamvike, mtieni na pete kidoleni na viatu miguuni. Mleteni ndama yule aliyenona, mkamchinje, nasi tule na kufurahi. Kwa kuwa huyu mwanangu alikuwa amekufa, naye amefufuka; alikuwa amepotea, naye ameonekana. Wakaanza kushangilia. Achia kwanza hapo. Sikiza hii ukweli ambao itakufanya kuwa huru. Baadhi ya watu wengi wakati ambapo wamepotea njia, huwa wanakaa na fikra ya kusema kwamba, na hata akikuja kwa maombi anakuja, baba sistahili. Inakujaga first time unakuja, baba sistahili. Sikiza nikwambie, hakuna mtu ambaye anaweza kutoa katika nafasi ya kuitwa mwana sababu ulikosea. Nafasi ya mwana haijawahi kuondolewa kwa sababu ya makosa ya mtoto. Mtoto anabaki mtoto. Sikiza, hii ilikuwa ni mfano Yesu anasema. Ni mfano ambao Yesu alikuwa ametoa. Na katika huu mfano iko nataka kutuleta sisi kuweza kujua, wakati ambapo unajua ukweli ndio itakufanya kujielewa, ukuwe na freedom. Sababu wakati wote tu ambao hautakuwa unajua ukweli wa maisha yako, wakati ambapo utakuwa haujui ukweli wa maisha, hautakuwa umejijua kwanza wewe mwenyewe. Nani anataka kujulisha gizi wewe huko? Kama mwenyewe hautajijua, mtu akikujulisha itakuwa ni kama hata hiyo haitaeleweka sana kwako. Lakini ikiwa kwanza wewe unajijua, unajielewa na kujitambua, itakuwa vigumu sana mtu mwingine akuje kukuelewesha, sababu already mimi ninajijua. Mtu akwambia wewe ni mfupi, na kweli na unakuaga mfupi, kisha nini wewe unakuaga ni mrefu sana, na already wewe unajua kama ni mrefu. Ni nini anakujulisha? Umeokoka? Ndio. Mimi najua ndio nimeokoka. Ndio. Wewe ni mtumishi? Ndio ninajua kama mimi. Lakini mtu akuja wewe na mtumishi wa Mungu, kwa sababu haujui kama wewe ni mtumishi, utasema namna gani? Mungu tu ndio anajua. Kwa sababu gani? Wewe mwenyewe kweli haujajua kama wewe ni mtumishi. Lakini huyu mfano ambao Yesu anataka kutupea nao hapa ni mfano mzuri sana ya kwamba ya mtu kuweza kujijua kwamba position yako katika maisha ya wokovu haiwezi kaondolewa kwa sababu ulisteleza. Sikiza hii mfano unasema namna gani? Hii mfano iko katika kiroho na si kabisa katika mwili kabisa. Tunaweza kuiweka katika mwili ndio, lakini ni mfano ambao uko katika kiroho. Yesu anapeana mfano ya baba ambaye alikuwa na vijana wawili. Na hawa vijana, maandiko yanasema namna gani jinsi inazungumzia eti kwamba mdogo alikuja akaambia baba yake, nipe sehemu ya urithi ambao unaniangukia, niende nifanye shughuli. Baba anawekwa kama mfano wa Mungu. Baba ni mfano wa Mungu wetu kama baba. Haleluya. Hapa nataka kupeleka polepole. Baba ni mfano wa Mungu wetu. Na hapo Biblia inasema kwamba baba yake hakuweza kukuwa na doubt na mtoto wake. Unajua sababu kubwa sana inafanya hata Mungu saizi inakuwa ngumu sana kuweza kuachilia baraka zake kwa watu. Kwa sababu gani? Watu wanashindwa kutunza. Wakati mwingine Mungu anakuwa mgumu sasa kwa sababu gani? Watu wanashindwa kutunza vile vitu ambavyo anawapea. Na hakuna kitu ambacho Mungu anachukia sana kama kukupea kitu na kisha uchezee nacho. Ndio unakuta kwamba ukiomba kujazo, haina shida.
na unasikia kweli uko na nguvu kabisa, lakini kiomba mambo na baba anataka gari, baba anataka nyumba, baba anataka kitu, unachukua anachukua muda aje? Na Mungu si mchoyo. Kinachukua muda sana namna gani? Sababu kuna mahali ambapo Mungu anaona huyu akipewa hii kitu saa hizi, huyu inaishia hapo. Huyu labda ndio itakuwa kaburi. Huyu labda ndio anaenda kuchukua mpaka mke wa pili. Huyu ndio labda anatoka mpaka kwa ndoa. Huyu hata kwa kanisa hata waionekana tena. Baba aliwagawia, na unaona kitu fani ya kwamba huyu tunaonaga huyu mdogo kwa sababu alipoteza, lakini hatujawahi kujua kama wote waligawiwa. Si unaona maandiko yanasema namna gani? Akawapea. Lakini huyu mdogo kwa sababu alitoka katika presence ya baba yake. Sasa acha nikwambie, mkubwa hapa inamaanisha namna gani? Mkubwa ni kumaanisha wazee. Hawa wazee hawatokaki katika presence ya Mungu. Wamefanikiwa, wamebarikiwa, lakini hawatoki katika uwepo wa Mungu. Wako pale na baba tu. Lakini mwanadamu, na ndio maana uliona kwamba hata katika shamba la Edeni hakuresist, alitoka. Ndani ya shamba la Edeni mwanadamu alitoka, na uliona kwamba maandiko yanasema namna gani? Mpaka Bwana akaamrisha malaika uweze kuchunga ile shamba. Alitoka. Kutoka kwetu ndio kunafanya mara nyingine kwamba hata vile vitu Mungu ametupea vinaenda kupotea. Yaani Mungu hana problem na kubariki watu wake, lakini problem ambao watu wako nayo ni ya kukosa kujua kutunza. Huyu mdogo anafananishwa na wewe sasa, ama mimi, ama mwingine. Sisi sasa ndio wadogo, sababu hizi vitu sisi tukipewa tunaendaga kuvitumia, lakini katika kutumia tunatumia kwa njia nyingine ambayo sio safi. Na wakati alienda kutumia, maandiko yanasema namna gani? Alienda kwa njia kwa usharati. Alienda kutumia kwa njia za usharati. Na kwa hiyo nchi alipoenda ndani, ni nchi gani? Yenyewe ilikuwa na starehe. Sisi tuko kwa dunia starehe. Katumia kwa starehe. Na wakati alipotumia kwa starehe, ilifika namna gani? Hiyo vitu hakujua kama zitaisha. Zilipoisha, wakati ambapo zilipoisha, sikiza sasa kitu moja ambacho kiko cha ajabu hapa, ambacho Mungu anafanyaka katika maisha ya binadamu. Huyu kijana una imagine mtu ameenda paka kulisha nguruwe. Kazi ya kulisha nguruwe. Na kwa ile kazi ya kulisha nguruwe, alitamani mpaka kujilisha chakula ya enye na kula nguruwe, lakini haikuwezekana, hakukula. Sasa akazingatia katika moyo wake. Kuzingatia katika moyo wake ni kumaanisha kwamba ni roho wa Mungu sasa ndio kuna kazi ya kukukumbusha, kukuridhira. Wewe unajisahau aje katika nyumba ya baba yako? Kwa sababu roho wa Mungu ndio iko na nafasi ya kukushawishi mahali ambapo ulienda kuangukia. Ndio anakukumbushaga wewe ni mtoto wa Mungu. Usijisahau namna gani? Mbona hata kama uliteleza ndio, baada katika nyumba ya baba yako kumbuka uliacha vitu ngapi? Ndani ya nyumba ya baba yako kuna watu mpaka watu wanafanya kazi huko. Angalia katika sasa yeye akili yake kama binadamu akaanza kufikiria namna gani nitaenda kwa baba yangu, nitarudi kwa baba yangu. Na si kwamba nikuwe tena mwana wake, nifanye namna gani? Anifanye mmoja wa watumishi. Nitarudi kwa baba yangu nimwambie, baba nimekosa mbele zako na mbele za sasa, unifanye kama mmoja wao wa watumishi wako. Hapa ni Roho Mtakatifu ambaye anasaidia watu, kushawishi watu ya kwamba rudi mahali ambapo unafaa kukua. Roho wa Mungu sasa ndio kazi yake. Anakushawishi mind, anakushawishi dhamiri zako. Hata ukilala unaona, hata ukifanya shughuli zingine ambazo si nzuri, unasikia tu hapa hii nimechoka sasa. Hii mahali ambapo niko hapa sina nafasi yangu tena. Sasa kazi ya Roho Mtakatifu. Kazi ya Roho Mtakatifu iko huko wakati ambapo umeenda wrong. Si kwamba anakuondokea. Roho Mtakatifu iko karibu na wewe akushawishi, akwambie umesahau katika nyumba ya baba yako. Umejisahau aje? Na sasa wakati ambapo anakuja mind yake ni kusema kwamba nikifika tu mbele ya baba yangu nitasema namna gani? Sistahili. Sistahili kufanywa tena mwana wako. Kupoteza si kumaanisha kwamba ustahili. Unaweza poteza ndio kwa sababu ulikuja katika dunia.
Na katika dunia ama ulimwengu ambao tunaishi ni ulimwengu ambao ni kupoteza tu. Kuna vitu ambao unaweza kuzingatia, unasema hii kweli hii, na unakuta kama imepotea tu. Si kwamba ulitaka. Ile kitu moja ambacho ya muhimu kwako nilipoteza, ndio ni kwa njia gani? Kumbuka tu mahali ambapo ulianguka na ukatubu na ukaanza tena ukarudi katika ile love ya kwanza. Huyu kijana wakati ambapo alipozingatia na akafikiria na nitafanya hatua, na kweli akafanya hatua. Angalia hii kitu yenyewe iko hapa katikati. Eti ndugu yake alikuwa anafanya namna gani? Iko katika shughuli za kulima. Huyu baba yake kwenye alikuwa, baba yake hakuna mtu alimwambia eti mtoto wako anarudi. Yaani moyo wa Mungu unakuaga tayari kila wakati kwa sababu yako. Moyo wa Mungu uko kila wakati tayari kwa sababu yako. Na acha nikwambie, ndio unakuta mara nyingine kwamba huyu ndugu unafikiria angekutana na ndugu yake kwa hii wakati angeanza namna gani? Huyu wewe sasa unarudi aje? Ulichopoteza kwanza lakini Mungu kwa sababu ni Mungu anaondoa kwanza obstacle. Mungu akiona nia ambayo kwanza ulishakuwa nayo ya kurudi, moyo wa Mungu unakuwa tayari kila wakati. Nataka kukwambia wewe ambao uliteleza na ukasema kwamba ni kama mimi sitainuka tena, rudi, nafasi yako iko bado. Moyo wa Mungu yuko bado wazi. Ndio maana anaitwa baba wa moyo mkuu. Yaani moyo wa Mungu uko tayari. Moyo wa baba yake ulikuwa tayari. Mtoto ameanza hatua na yeye baba yake akaenda. Sasa amekuja mbele, amefika mbele ya baba, amepiga magoti, amesema baba, haki niomba unisamee, mimi sistahili hata Lakini angalia hii maandiko iko hapa, iko fani namna gani? Kusema namna gani? Baba yake hakumwambia mwanangu nimekusamee. Baba yake hakumwambia mwanangu niliona kama ulipoteza ndio. Hiyo yote baba yake hakukuwa na hiyo shughuli. Lakini kitu moja aliambia namna gani wafanyakazi? Mleteeni nguo. Sababu wakati wote ambapo unapoteza ama wakati wote ambao unaenda kinyume na njia za Mungu, kitu ya kwanza ambao unapotezaga ni nguo. Na nguo ni kumaanisha utukufu. Nguo ni utukufu. Kitu cha kwanza unapotezaga utukufu. Unajua watu leo wanakuambia uko sawa, sababu gani? Ni hiyo utukufu wa Mungu uko kwako. Na siku ile ambao itaondoka, na ule alikuwa anakuambia uko smart, hata ukivaa nguo namna gani haikuagi smart. Na hata ukiongea namna gani hakuna mtu anataka kusikiza, sababu utukufu umeondoka. Unafikiria Adamu na Eva walikuwa namna gani? Si walikuwa uchi ndani ya shamba la Edeni? Lakini hawakukuwa najua kwa sababu gani? Walikuwa na nguo ambayo inaitwa utukufu. Na hawakukuwa najitambua. Lakini baada ya kukula, kumbe tuko hivi. Kumbe tuko uchi. Jambo la pili, walikuwa namna gani? Amepoteza nini? Ana pete. Hakukuwa na agano tena, agano lilikuwa limepotea. Na ndio nakutaka kwamba wakati ambapo mtu anarudi kwa Mungu, kuna kuaga na magano mapya tena. Na hata wakati ambapo watu wanaachana kwa ndoa, wakirudiana tena, kuna maneno ambayo wanaambianaga, bwana, hii mambo tena isirudi tena, tuanze tena safari yetu tena kwenye tulikuwa tumeachia, na hii kitu ya zamani isiingie tena katikati. New covenant. Na jambo la tatu alisema namna gani? Haviko nini? Haviko viatu. Kwa sababu alikuwa amepoteza protection. Alikuwa amepoteza protection. Hii mtu anapotezaga. Sasa wakianza Baba anasema na gani, chukueni hiyo kondoo, mchinje, tuanze sherehe. Na ndio nakuta Biblia inasema namna gani? Kitabu cha Luka 15 mstari wake wa 17. Kuna sherehe mbinguni ya nini? Ya mtu mmoja tu akitubu, kuliko ya watu 99 ambao wakubali kumrudia Mungu. Kuna sherehe. Kuna sherehe, mtu mmoja tu anapotubu mbingu inafurahia. Na hapa ilikuwa ni furaha. Baba amefurahia, baba amesherekea, baba ameshangilia. Na sasa katika kushangilia kwao, huyu ndugu mkubwa wakati ambapo amekuja, anauliza wafanyakazi. Yaani wazee wanauliza malaika. Na ndio gisi Biblia inasema namna gani katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana 7:13. Ufunuo wa Yohana anasema aje? Ufunuo wa Yohana 7:13 unasema namna gani? Akajibu mmoja wa wale wazee akiniambia, je, watu hawa walio
vikwa mavazi meupe ni akina nani na wametoka wapi? Yaani hiyo sherehe inafanyika na huyu jamaa mkubwa hana habari, anauliza kwani kunaenda namna gani? Na hii ndio malaika nao watakuwa wanauliza, hawa ni wakina nani? Sababu hawa ni watu ambao walikuwa wanajulikana kwamba wamepotea na hawakuagi tena. Sababu baba yake alikuwa anasema namna gani? Kwa sababu mtoto wangu alikuwa amefanya namna gani? Alikuwa amekufa. Mtoto wangu alikuwa amepotea. Sababu katika macho ya Mungu wakati wote ambao unatoka kwa Mungu, unaonekanaga mtu ambaye umekufa, unaonekanaga mtu ambaye umepotea. Na ndio maana kijana alikuwa anasema kwamba mimi sistahili nifanye kama mmoja wapo wafanya kazi. Sababu gani? Hakukuwa najua ukweli ya kwamba wakati ambapo unapotea, wewe unaonekana ni kama umekufa na umepotea. Mungu atusaidie kuweza kujua identity yetu, uweze kuijelea huyu wa huyu kijana. Mawazo yake ilikuwa ni ya kwamba sasa vile nilipoteza sistahili tena. Nikwambie kitu moja, bado unastahili. Hallelujah, unastahili. Hata kama ndio uliteleza, ndio unastahili. Lazima ujue ukweli uko namna gani. Ukweli ni ya kwamba huyu mtoto alikuwa ndio amekufa, alikuwa ndio amepotea, lakini sasa ameonekana, lazima tumfanyie sherehe. Na ndio nasikia Biblia inasema kwamba kuna sherehe mbinguni, kuna furaha mbinguni, sababu ya one person. Mtaujua ukweli na ukweli utawaweka. Huyu kijana hakukuwa najua ukweli kabisa kama mtu akipotea ama mtu akianguka akirudi kwa baba yake hawezi akafanya kwa mtumishi, atarudi na posi ya kuitwa mwanangu. Lazima uweze kujijua. Wakati mwingine kama shetani ndio yuko na wakati ambapo ya kupumbaza mawazo ya watu. Na ndio maana unasikia kitabu cha Wakorintho wa pili 4 mstari wake wa 4 kunasema amepumbaza yani fikra za watu mpaka ili nuru ya mwana wa Mungu, nuru ya injili isizukie watu. Amepofusha watu akili, amepofusha watu dhamiri zao. Yani ukiona mtu ameenda kinyume na anaona kwamba hapa tena hasistahili, hapa tena sifai, never, bado unastahili, bado unafaa. Jielewe na kujitambua. Hata kama unaweza pitia magonjwa, jielewe magonjwa sio sehemu yangu. Ukweli ni ya kwamba daktari alisema kwamba hii magonjwa nabakisha nayo siku ngapi. Neno linasema namna gani? Kimbilia katika katiba inasema namna gani? Sababu dunia inaweza kukuambia hii nayo haikuagi hivi, katika mila yetu hii nayo haikuagi hivi, lakini neno linasema namna gani? Sababu ninajua ukweli unasema namna gani. Na ndio maana Yesu anasema namna gani kabisa. Hakuna mambo ya kukudanganya huko na ka freedom kadogo. Huku ni toto, unakuwa huru kabisa, huru kabisa. Huyu kijana lazima ajisikie kuwa na furaha. Mtoto wa Mungu hapana kukaa wakati mwingine unajigunja mahali unasema sasa hapa mimi unastahili. Hata watu wakiona kama ustahili, kwa sababu unajua ukweli ndio utakuweka huru. Unaona kotini wanasemaga namna, hata wakiapa na Biblia nataka utasema ukweli, itakuwa ukweli mtupu. Sababu unajua katika neno la Mungu ndio kuna kweli. Wanajua kweli kabisa iko ndani ya neno la Mungu. Na wao kidanganya wanajua utaenda kupata chako huko baadaye utaumia. Ndio maana sisi watu wa Mungu tukae katika neno la Mungu. Mtalifahamu kweli, nayo kweli itaweka huru. Hapana kujifunga. Heti sasa hapa hapana kujifunga. Wewe jiweke huru ndani ya Kristo. Sababu ndani ya Kristo hakuna mambo ya kusema kwamba unaona sasa mimi hapa niko kama sijui, kaa free indeed. Hallelujah. Na huyu mtoto mwana mpotevu, si furaha ilikuwa mbinguni? Acha kujiona ni kama sasa mimi nilitelezaga, mimi niliangukaga. Mtafahamu kweli, nayo kweli itaweka huru. Ishi katika maisha yako ya kujua kwamba hata unafanya chochote, jua kwamba mimi ndani ya Kristo niko na freedom. Sina freedom ya kufanya dhambi, lakini niko na freedom ya kwamba nimejua ukweli. Usikae mwanafunzi ambaye hatajua ukweli, kama mwanafunzi ambaye atakuwa amejua ukweli, ili ukae huru. Haleluya. Bwana tusaidie sana. Nataka kushukuru Mungu na tuweze kuamini pamoja ya kwamba hii ukweli itatuweka huru kweli. Amen. Hapana kuangalia hali ambayo uko nayo, angalia ukweli wa neno la Mungu. Wakati mwingine watu wanaweza kukudanganya wakakutupa kwa shimo. Angalia neno linasema namna gani.
Hali inaweza kuwa mbaya, ndio, na hali inakuonesha kwamba hii nayo hapa. Sema ukweli, neno la Mungu linasema namna gani? Hata katika jangwa anaweza tokeza maji. Neno linasema namna gani? Ndio, hata Misri watu walikuwa Misri, lakini Mungu aliwatoa katika hiyo Misri. Ndio, wanaweza kuwa ndani ya Misri lakini hawana Umisri ndani yao. Wanaweza kuonekana wafungwa lakini hawana ufungwa ndani yao. Lazima jua kwamba mimi niko free. Hallelujah. Wengine wakati mwingine kwamba situation inatupeleka katika hali ya kuona kwamba hapa sisi hatustahili hapa. Unastahili bado. Mungu wetu, tunakushukuru. Tusema ni asante Mwokozi, maana wewe ni mwaminifu. Tusaidie tu wanafunzi wako kweli kweli, na ili tuweze kufahamu huo ukweli na ukaweze kutuweka huru. Tunahitaji kuujua ukweli zaidi ili tuwe huru kabisa. Baba, tujalie neema, tusaidie kujua identity yetu, kujijua sisi ni wanani, kujijua sisi tunakuaga wanani na tumeitwa kwa kusudi gani. Tusaidie Bwana, maana wewe ndio kweli, maana roho wako ndio ukweli. Baba, tunasema ni asante. Bariki maisha yetu, saidia maisha yetu. Hata tunapopitia hali zingine mbaya, tujalie Bwana kuweza kujua na kuelewa ukweli ambao uko ndani yako. Tunakushukuru katika jina la Baba, Mwana na la Roho Mtakatifu, na mtu aseme amen. Tunashukuru Mungu, na wakati kama huu tunataka tu tuweze kutoa sadaka zetu. Tutoe sadaka zetu na ili tuweze kutamatisha ibada yetu ya pili. Ya kwanza tukaweze kungojea ibada yetu ya pili. Wale ambao watatoa kupitia mtandao, tuko na account paybill iko hapo. Paybill number inasema ni 786425. Account number ni your name, jina lako ndio account number, na baada ya hapo utafanya hiyo transaction, ukaweze kuambia our bishop hiyo sadaka umetoa ni sadaka ya nini.